Al-amanatu fil bai'i wash-shira, amana katika biashara na kununua. Wale watu wa manunuzi kwenye makampuni, kwenye mashirika, kwenye mataasisi, wale wa kuongeza sifuri, kitu kinanunuliwa 10,000 yeye anaongeza 0.2, kinanunuliwa 100,000 yeye anaongeza, ili kile cha juu aweze kutia mfukoni mwake. Kapewa amana ya kwenda kununua, kapewa amana ya yeye kupatana mradi na fulani na injinia au na yeyote, yeye anajiwekea masilahi katika kile anazungumza na anapatana ili aweze kuwa ni cha kwake. Kwenye kampuni anasema ni kiasi cha chini, kwa yule anasema kiasi cha juu. Kikitoka kwenye kampuni anasema ni kiasi cha juu, kwa huyo anayepatana naye anasema kiasi cha chini. Kikitoka kile cha juu anaweka mfukoni, huyo anampa kile cha chini. Hii si amana katika biashara. Yawezekana pia mtu kakabidhiwa duka au chochote ambacho ni biashara, iwe umekabidhiwa na familia, umekabidhiwa na jamii. Wengine mpaka familia zao wanazifanyia udalali. Yeye ni mwanafamilia, nyumba inauzwa, yeye anaongea na mnunuzi, anamwambia bana, nyumba hii tunauza milioni kadhaa, kama ni 200, 300, familia anakuja kuambia tumeuza milioni 100, ili hii ni aweze kuiweka yeye mfukoni. Hii si amana, na haya ndio ambayo tunaishi nayo. Al-amanatu fil qada, uaminifu katika kuhukumu. Hii inaingia kwa hawa mahakimu, majaji, si mawakili na kadha, katika watu ambao wanashughulika na kesi za watu, mashahidi, hawa pia wanaingia katika amana. Umetakiwa kuwa ni shahidi, unatakikana usimame na uzungumze ukweli. Umekuwa ni wakili, naam, ni kazi ambayo ni sawa na silaha yenye makali ncha zote mbili, ima ikukate, ima ukate, ima ikunufaishe, ima ikudhuru. Ukiwa ni mkweli na ni mwaminifu itakunufaisha, ikiwa ni mwenye hiana na ni mwongo itakuangamiza na itakuingiza katika moto wa Allah. Amana. Jambo la pili katika mambo aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallama, sidqul hadith, watu kuwa ni wakweli katika mazungumzo. As-sidqu asasul iman, ukweli ndio msingi wa imani. Kama si mkweli wewe huna imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mliomwamini Allah, mcheni Allah na kuweni pamoja na wale wenye kusema ukweli, na kuweni pamoja na wakweli. Amewaita wenye imani. Na Allah katika aya nyingine anasema, innama yaftari alkadhiba alladhina la yu'minun, hakika wanaozua uongo, wanaozungumza uongo, hawa hawana imani. Hawa ngazi yao na daraja yao katika dini ni imani dhaifu, kwa sababu ni waongo. Kwa hiyo ukweli ni msingi wa imani, na ukiwa ni mwongo wewe umeshakuwa si mwenye imani, na ni nembo ya kuwa wewe imani yako ni dhaifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, alaikum bisidqi, lazimianeni na tabia ya kusema kweli. Kuweni ni wa kweli katika mazungumzo yenu. Fa inna sidqa, kuwa ni mkweli, yahdi ila albirri, ya kuongoza wewe kuwa mwema na mcha Mungu. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na kuwa mwema itakuongoza wewe kwenda katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala.
wa iyyakum bilkadhibi, ole wenu, jiepusheni na kusema uongo. Fa innal kadhiba, hakika ya uongo, yahdi ila alfujur, inampelekea mtu kuwa huyu ni muovu, si mwema huyu. Wa innal fujura, hakika uovu, yahdi ila nar, yampeleka mtu katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rajula, hakika ya mtu, la yasduku hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mtu anaweza kujipamba na tabia ya kuwa ni mkweli, akawa ni mwenye kuifanyia kazi, anaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huyu ni mkweli. Wa inna rajula la yakdhiba hatta wa yataharra alkadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mtu anaweza akawa anafanya mzaha kuongopa kwenye vitu vidogo vidogo tu mpaka anakolea, anakuwa ni mijiongo. Mwisho wa siku anaandikwa mpaka mbinguni kuwa hili ni lijiongo. Alhadithu muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akitukemea kuhusu uongo anatuambia, ayatul munafiqi thalatha, alama ya mtu huyu ni munafiki ni tatu. Katika hii hadithi Mtume kataja tatu. Hizi zinaitwa alama za kimatendo. Zipo alama za kiitikadi, hizo zinamtoa mtu katika Uislamu kabisa lakini hizi za kimatendo hazimtoi mtu katika Uislamu, lakini zinamfanya mtu aonekane mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu ni dhaifu al-iman. Miongoni mwa hizo alama tatu, idha haddatha kadhaba, akisema tu, ukimpa nafasi azungumze tu, basi ashatia kachumbari yake ya uongo. Wa idha wa'ada akhlaf, akiahidi atekeleze. Lakini nyingine, wa idha tumina khana, kama ataaminiwa kwa jambo fulani, basi hawezi kulitekeleza, atafanya khiana. Kishki TV, nuru ya dini yako.